يقول الله جل في علاه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. Allah anasema haji ni miezi maalum. Kwa hiyo anayekusudia kufanya haji katika miezi hiyo, fala rafatha, hakuna kufanya tendo la ndoa katika ihramu hiyo, wala hakuna kufanya maasiya, wala hakuna kushindana na kufanya husuma na yoyote huko katika haji. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akibainisha miezi hiyo ya haji في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال ابن عمر رضي الله عنهما: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. hii ndio miezi ya haji iliyokusudiwa na Allah azza wa jalla katika aya hii, ni mwezi wa Shawwal na Dhul Qa'da na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul Hijja huo ujao. Ndugu zangu Waislamu, tunakabiliwa na siku hizo za mwanzo za Dhul Hijja, siku 10 za mwanzo za Dhul Hijja. Ndugu zangu Waislamu, ni msimu wa kheri. Siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhul Hijja ni siku za kheri, siku za baraka, siku zenye ajiri nyingi. Ni msimu mzuri. Kila mmoja katika Waislamu anatakiwa atumie vizuri siku hizo 10 zijazo kwa kufanya amali njema na kufanya sampuli nyingi za kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku zenye manufaa mengi kwa Waislamu. Siku hizo 10 zimepata ubora huo kwa mambo mengi. Moja katika hayo, Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizo 10, na Allah subhanahu wa ta'ala akiapa kwa jambo linaonesha utukufu wake jambo hilo na manufaa yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Fajr yakulu ta'ala: wal fajr wa layalin ashr, na apa kwa wakati wal fajr, na pia na apa kwa siku 10 hizo za mwanzo za Dhul Hijja. Ibn Abbas wa Ibn Zubair radiyallahu anhum وكذلك مجاهد وغيرهم من السلف والخلف ونسمى ليالي عشر إنها عشر من ذي الحجة. مقصودية وليالي عشر ni siku 10 za mwanzo za Dhul Hijja. Idhan zimepata utukufu huo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuziapia